kwenye tasnia ya taarab. Muhtasari wa nini kinachoendelea kwa Mheshimiwa Balozi Kairuki. Asante sana. Kwanza nitanguliza kwanza shukrani zangu za dhati kwenu nyinyi waandishi wa habari ambao mmeungana nasi siku ya leo, lakini ambao mnaendelea kuungana nasi katika kuhakikisha mnayatangazia, mnayaonesha na mnayasemea vizuri maendeleo ambayo yanaleta na viongozi wetu, lakini zaidi yale maendeleo na maono ambayo yanaleta kiongozi wetu mkuu Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, katika kuelekea summit yetu hii ya mwaka 2006 ambayo mwaka jana ilifanyika Pemba katika mwezi wa 5 katika viwanja pale vya Micheweni, katika maeneo huru ya Micheweni. Mara hii itafanyika kwa Unguja na itakuwa pale Golden Tulip. Mpaka hivi tunavyozungumza sasa hivi tunategemea kuwa na watu zaidi ya 1000. Awali tulitegemea kuwa tuna watu 500, lakini registration mpaka sasa hivi watu ambao wamejiandikisha tunazungumza watu 700 ambao tayari wameshajiandikisha, na nategemea watu zaidi ya 300 ambao wamekuwa wakipiga simu na wakionyesha nia kuweza kuhudhuria. Kwa hivyo tunategemea kupata watu zaidi ya 1000 kwa siku ya tarehe 4, lakini siku ya tarehe 3 tutakuwa tuna classes au masomo maalum kwa ajili ya kuwasaidia vijana wenzetu, kwa ajili ya kuwasaidia wafanya biashara, na siku ya Jumanne yenyewe itakuwa ndio kuna summit hiyo yenyewe, kwa maana kilele chenyewe ambacho tutakuwa kwa mgeni rasmi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na siku ya 5 kutakuwa ni asubuhi, au siku ya 3 ambayo itakuwa ni tarehe 5 asubuhi, tutakuwa na diaspora, ambapo diaspora wote watapata nafasi ya kuongea moja kwa moja na Mheshimiwa Rais, lakini watapata kumsikia maono yake moja kwa moja, watapata kusikia nasaha zake moja kwa moja Mheshimiwa Rais wetu. Na jioni kutoka kuna ule usiku wa chakula, ambapo mpaka sasa tunashukuru maandalizi yako vizuri, na katika usiku wa chakula tutakuwa na burudani, ambayo burudani hii mara hii tumejaribu kuwaomba na kuwaalika wazee wetu kwenye tasnia ya taarab. Kwa hivyo mpaka sasa atakuwepo Sabaha Salum Nchacho, atakuwepo Mohamed Ilyas, atakuwepo Hadija Kopa, wote atakuwepo kwa ajili ya kuja kutumbuiza, ni kwa ajili ya kuwapumzisha wale ambao baada ya kazi kubwa ya hii summit kuweza nao kupata faraja juu ya kazi kubwa waliyofanya. Lakini usiku huo vile vile utakuwa ni usiku wa zawadi kwa wale wawekezaji ambao wamefanya vizuri, wale wawekezaji ambao wamefuata taratibu, lakini wale wawekezaji ambao wamechangia zaidi katika maendeleo nchini mwetu. Kwa hivyo huu ni muhtasari wa nini kinachoendelea, lakini vitu vizuri pale vitakuwepo. Tunategemea kuwa na wenzetu kutoka nchi ya Tanzania. Mpaka sasa tuna wenzetu ambao hawapungui 180 ambao wamejiandikisha, na hao wote wametoka nje ya Tanzania. Lakini tutakuwa na wenzetu kutoka ofisi za balozi mbalimbali 21, lakini mabalozi wetu ambao wa nchini Tanzania ambao wako nje ya nchi nao watakuwa kutoka Mheshimiwa Balozi Kairuki ambao balozi wa Tanzania nchini Uingereza, lakini atakuwa kwa balozi wetu Mheshimiwa Suleiman, balozi wa Tanzania nchini China, atakuwa kwa balozi wetu wa Egypt, atakuwa kwa balozi wetu wa Ujerumani, atakuwa kwa balozi wetu wa India Mheshimiwa Anisa. Kwa hivyo wote wamekuja kutuunga mkono, wamekuja kuunga mkono jitihada za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na ni vyema tukaweza kuungana na mkono, kwa sababu kinachokwenda kufanyika pale sio tu ni zipa, kinachokwenda kufanyika pale ni kwamba tunatangazia Zanzibar, tunatangazia Tanzania, na tunawapa watu fursa ambazo zipo ndani ya nchini